na ujumbe ambao nimepewa na Mungu. Unasema ya kwamba kujilinda na mambo kadha wa kadha, kujilinda na mambo wa kadha wa kadha. Yako mambo ambayo tunatakiwa kujilinda nayo sisi wasafiri ambao wanasafiri kuelekea kwenye ufalme wa mbinguni. Unajua, nataka nikwambie jambo moja kwamba kuna haya maisha unayoyaishi, kuna maisha mengine baadaye. Kuna maisha mengine baadaye ambayo maisha mengine ambayo hayo tumeandaliwa na Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu yatolea haya. Kwa hiyo tunapoishi katika dunia hii, tujue kwamba kuna wakati ambapo tutatoka. Tujue kwamba kuna wakati ambapo tutafutika kabisa katika dunia hii. Lakini kabla hatujafutika katika dunia hii, yako mambo kadha wa kadha tunahitaji kujilinda nayo. Kwa hiyo nakuja na ujumbe huo tena mara nyingine. Mungu akubariki utakapotenga muda wako kwa ajili ya kusikiliza, ni muhimu sana katika maisha. Kwa hiyo narudia tena, ujumbe unasema kujilinda na mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kujilinda nalo mwana wa Mungu unayeishi katika dunia hii, unatakiwa kujilinda na kitu kimoja kinachoitwa unapofanikiwa kifedha. Unapofanikiwa kifedha, usijione kuwa umefika. Hilo ndilo jambo la kwanza. Unapofanikiwa kifedha, unapofanikiwa yani unapokuwa na fedha, inatakiwa ujilinde na kitu kinachoitwa kujiona. Usijione kwa kuwa umefanikiwa kifedha. Usijitape kwa kuwa umefanikiwa kifedha mno zaidi. Ni hatari sana. Nataka niongee nao. Wapo watu ambao walianza katika maisha magumu zaidi. Walianza katika hali ya umasikini, walikuwa hawana chochote, lakini baadaye Mungu aliwasaidia wakawa na kipato mbalimbali. Lakini sasa baada ya mafanikio wanajiona kama vile wamefika. Ndugu, tunapofanikiwa kifedha, tusijione kuwa tumefika. Bado tunakuwa hatujafika kabisa. Kuna mtu mmoja aliyeishi maisha ambayo ni ya umasikini, lakini baadaye Mungu alimsaidia kufanikiwa. Lakini pia alipofanikiwa, alianza kujiona kama vile amefika. Alijiona kama vile amefika. Na walio wengi sana, pesa zinatupiga kiburi. Mafanikio yanatupiga kiburi. Yanatufanya kama vile tumefika. Lakini nataka nikwambie jambo hili kwamba unapofanikiwa kifedha, usijione kuwa umefika. Elewa kwamba uko katika safari. Iko siku moja mafanikio hayo ulio nayo utayaacha, na utayaacha katika mikono ya watu wengine. Mafanikio yako yatamilikiwa na watu wengine. Iko siku hutamiliki magari hayo. Iko siku hutamiliki majumba hayo. Iko siku hutamiliki fedha hizo. Saa iko mbele na hakuna wezaye kuipinga, kwa sababu imetabiriwa. Mungu mwenyewe kasema tutakufa. Sasa tunapofanikiwa kifedha, tusijione kuwa tumefika tukamsahau Mungu zaidi. Tumia nafasi hiyo kwa ajili ya kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu asante. Katika hatua hii niliyopo, ni wewe tu, sio mimi. Ni wewe tu Bwana, na ndivyo ulivyopenda katika nafasi hii niliyopo. Ndivyo ulivyopenda katika hatua hii niliyopo. Ina maana hatua
hatua uliyopo si kama ulivyopenda wewe. Hapana, hapana. Mafanikio ulionayo si kama ulivyopenda wewe. Hapana. Mafanikio ulionayo, mafanikio ulionayo, Mungu ndivyo alivyopenda. Hatua uliopo, Mungu ndivyo alivyopenda mwenyewe, sio wewe kama ulivyopenda. Ni Mungu mwenyewe, na ndiye Mungu ambavyo amependa ili uwe katika hatua hiyo uliopo. Mungu ndiye aliyependa uwe na kipato hicho ulicho nacho, si kama ulivyopenda wewe. Mungu ndivyo alivyopenda, na kwa kuwa Mungu ndivyo alivyopenda, hakuna habari ya kujiona kwamba hapa nilipofika nimefika. Hapana, hapana. Mungu ndivyo alivyopenda. Nataka nisome neno hili, kitabu cha Luka Mtakatifu, ile sura ya 12 mstari wa 16. Luka Mtakatifu sura ya 12 mstari wa 10 na wa 16. Maandiko yanasema, sikiliza. Maandiko yanasema Luka 12 mstari wa 16. Maandiko yanasema, akawaambia methali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Alama ya kuuliza. Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja gara zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na umo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. 19. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Nasikia maneno haya, maneno ya tajiri. Akalima shamba, akafanikiwa kama Mungu alivyopenda. Lakini alipoona amefanikiwa, alianza kuwaza moyoni. Sikiliza maandiko yanavyosema. Akaanza kuwaza moyoni, akawaambia methali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja gara zangu. Maana alikuwa na gara kidogo, tu, kipato kidogo tu, lakini Mungu akamsaidia, akamwongezea kipato. Alipomwongezea kipato, ndipo alipoanza kuwaza moyoni kwamba avunje zile gara ili zipanuke, aweze kuona mahali pa kuweka vitu vyake ambavyo Mungu alivyomjalia kumwongezea. Lakini Biblia inasema, nitafanya hivi, nitazivunja gara zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi ya humo. Nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika
basi ule, unywe, ufurahi. 20 akasema, lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Vitakuwa vya nani? Alipomaliza kufanikiwa, akaona kipato kimeongezeka, akaanza kujiona kuwa amefika, na alijua ya kwamba amefika, wala hata siku moja hataweza kupatwa lililo baya zaidi, wala hata siku moja hataweza kuona ambalo linaweza likaumiza moyo wake. Alijua katika mali zote na kipato alichokuwa amekipata, alijua kwamba hicho kipato kinaweza kikamzuilia hata kifo kisionekane kwake. Ndiyo maana aliweka malengo. Akasemaje? Akasema ya kwamba nitavunja gara zangu zilizo ndogo ili ziongezeke. Hatima yake, mwisho wake, niweze kuleta yale mavuno, niweze kuingiza katika hizi gara ambazo nitakuwa nimezipanua. Akaweka malengo yake, akaanza kujiona amefika. Akasema, akaambia nafsi yake, basi ewe nafsi, hii ndiyo saa ya kutulia, hii ndiyo saa ya kufurahi, hii ndiyo saa ya kuenjoy. Hakuna shida zote zimeishia hapa. Akaanza kujiona, akaanza kuona kwamba amefika, kumbe bado hakujua safari bado. Nataka niseme nao kwamba kufanikiwa ufanikiwe, na mafanikio ni mazuri, kwa sababu tukiishi hapa duniani bila kuwa na mafanikio, basi hatutakuwa na furaha. Lakini angalizo kwamba unapofanikiwa usijione kuwa umefika, usijione kuwa umefika ukamsahau Mungu wa mbingu na nchi. Wengi sana wanapofanikiwa wanajione kuwa wamefika. Unakuwa bado hujafika, bali tumia nafasi hiyo kumshukuru Mungu, kumwambia asante, kwa sababu wewe mwenyewe ndivyo ulivyopenda niwe kama hivi. Na tukijua ya kwamba mafanikio yetu tulio nayo, magari tulio nayo, majumba tulio nayo, maduka tulio nayo, biashara mbalimbali, biashara ya jumla tulizo nazo, tukijua ya kwamba hivi vyote tulivyo navyo ndivyo Mungu alivyopenda, basi hatutaweza kuwa na nafasi yoyote ya kujiona kuwa tumefika. Jibu ni hapana. Naomba tujue hilo, kwamba mafanikio tulio nayo ndivyo Mungu alivyopenda, halafu tusijione kuwa tumefika. Safari bado. Mtu huyu mtumishi wa Mungu akasema, kwa kuwa sasa nimeongezewa kipato, nitakwenda nipasue gara zangu. Nitakapomaliza kupasua gara zangu, nilete kile kipato niongezee tena kwenye gara zangu. Nitauambia moyo wangu, basi tulia, kunywa, ule, utulie. Hakujua kwamba bado hajafika. Hakujua kwamba bado hajafika. Halitakiwa kutumia nafasi hiyo kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Asante Mungu, ndivyo ulivyopenda wewe. Hapa 20 mstari wa 20 anasema ya kwamba wewe mpumbavu, vipi? Mbona napouchunguza moyo wako umefika kwenye kiwango cha kujiona kuwa umefika. Alitumia neno mpumbavu ile 20 alisema 20, lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Mwambie John, wanataka roho yako, na hivi vitu ambavyo
vimekufanya kama vile umeshafika. Utakapoondoka na roho yako itakapochukuliwa, hivi vitu vitakuwa vya nani? Hivi vitu vitakuwa vya nani? Tunapofanikiwa, tunapokuwa na kipato, tukawa na vitu, visitufanye kuwa tumefika. Kitu cha kwanza, unakuwa hujafika. Maana tukijisemea kwamba tumefika, humo ndipo panapotokea roho ya kujiona, kujiitapa. Mungu ndivyo alivyopenda wewe uwe hivyo ulivyo. Mungu amependa uwe na gari. Asingependa usingekuwa nalo hilo gari. Wangapi ambao hawana? Unafikiri Mungu ukawasahau? Mungu hajawasahau. Hapana. Ndivyo Mungu alivyopenda wewe uwe na hilo gari. Unapokuwa na hilo gari usijitape. Usitembee barabarani kwa kuwarushia watu matope ambao hawana. Usiwapige watu vumbi. Eti kisa kwa sababu huyu hana gari. Wako watu wa namna hiyo. Unakuta mtu barabarani na gari lako, mwingine ana miguu anatembea, alafu unafanya kwa fujo, sio kwa bahati mbaya. Unaingia pale kwenye dimbwi fulani la maji, unapitishia pale, unamtandika maji. Ilikuwa alasiri ya baridi pembezoni mwa jiji. Kazi ya ujenzi wa barabara ilikuwa ikiendelea na maji machafu yalikuwa yamejaa kila mahali. Mama mzee mmoja alikuwa akitembea polepole kando ya barabara. Alikuwa amevaa kitenge cha zamani cha rangi ya krimu na alikuwa na fimbo ya kutembelea. Nywele zake zilizojaa mvi zilifunikwa kwa kilemba. Mama huyo alionekana kuchoka na alikuwa akitembea kwa uangalifu ili kuepuka matope na maji machafu. Triza alikuwa akiendesha gari lake jipya jeupe aina ya BMW alipomwona mama huyo mzee, na ghafla akapata wazo. Alikanyaga mafuta kwa nguvu na akaelekeza gari lake moja kwa moja kwenye dimbwi kubwa la maji machafu lililokuwa karibu na mama huyo. Maji yakamwagika kwa nguvu. Maji hayo machafu yakamfunika mama huyo mzee kuanzia kichwani hadi miguuni. Alibaki amesimama akiwa ameloa na kushangaa. Kitenge chake kilichokuwa safi sasa kilikuwa cha udongo na maji taka. Triza alisimamisha gari lake na kutazama nyuma. Alianza kucheka kwa sauti kubwa alipomwona mama huyo akijaribu kujisafisha kwa mikono yake. Tazama sasa ulivyo. Triza alipaza sauti kupitia dirishani. Labda wakati mwingine utajua kuwa si mahali pa maskini kutembea wakati matajiri wanaendesha magari yao. Mama huyo alimwangalia Triza kwa macho ya huzuni. Hakusema lolote, lakini machozi yalichanganyika na maji machafu usoni mwake. Hivi ndivyo maskini wanavyopaswa kufundishwa nidhamu, Triza aliendelea huku akicheka. Akatoa simu yake na akaanza kurekodi video ya mama huyo aliyeloa. Nitawaonyesha marafiki zangu hii. Hawataamini jinsi hii ilivyovunja mbavu. Watu wengine waliokuwepo mitaani waliona tukio hilo, lakini waliogopa kusema chochote kwa binti wa bilionea huyo. Alikuwa Triza Obinna, binti pekee wa Chief Obinna, na kila mtu jijini alijua jina la familia yao. Baba yake alikuwa anamiliki kampuni za mafuta, mabenki na majumba ya kifahari kote Savannah. Mama huyo mzee alichukua fimbo yake taratibu, ambayo pia ilikuwa imeanguka kwenye matope. Alimtazama Triza kwa mara ya mwisho, kisha akageuka na kuondoka bila kusema neno. Triza aliondoka huku bado akicheka. Akampigia rafiki yake Salome kwa simu. Salome, huwezi kuamini nilichofanya. Nilimwona mama mmoja mzee mchafu akitembea kando ya barabara, nikampiga maji machafu hadi akala. Unapofanikiwa usijione kuwa umefika. Mungu ndivyo alivyopenda kuwa na hilo gari.
Unapokuwa na pesa nyingi benki, usijione kuwa umefika. Mungu ndivyo alivyopenda uwe na hizo pesa kwenye benki. Tumia nafasi hiyo kumwambia Mungu asante. Tumia nafasi hiyo kumwambia Mungu asante. Kwa kuwa umependa niwe hivi. Kwa kuwa umependa niwe na gari. Kwa kuwa umependa niwe na fedha kwenye benki. Kwa kuwa umependa niwe na miradi mbalimbali. Kwa kuwa Bwana umependa niwe na kampuni. Tumia nafasi hiyo kumwambia Mungu asante. Usitumie nafasi hiyo kujiona kuwa umefika. Bado hujafika. Mungu akubariki ukilijua hilo. Na Bwana akupe neema ya kujua haya. Wengi sana wamepotea kwa namna hiyo. Ndugu, wapo walioondoka. Usijione kwa sababu ya kipato ulicho nacho unajitenga kwa kuwa una vitu. Ukiwaona maskini unawaona waovyo kwa sababu ya vitu ulivyo navyo, kwa sababu ya magari ulionayo, kwa sababu ya kampuni ulionayo. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Hata na fedha hizi bila watu huwezi kuendelea kufanikiwa. Kwa sababu hata ukiwa na kampuni ya magari unategemea watu waje kununua pale, wakuletee pesa. Kwa utakuta wanaokuletea pesa wengine ni maskini, hawalingani na kipato chako, lakini wao wanakuletea pesa kuongezea kwenye pesa zako. Kwa hiyo hakuna haja ya kujiona kwamba nimefika. Unakuwa na kampuni ya magari, unakaa kwenye kiti kama unasema moyo wangu tulia, kula unywe. Hakuna chochote ambacho kinaweza kikanifikia. Hakuna chochote ambacho kinaweza kikanipata. No. Tumia nafasi hiyo kumshukuru Mungu. Ndivyo ulivyopenda Mungu niwe hivyo. Ni Mungu amependa tu. Mungu akubariki. Jambo la kwanza la kutafakari na la kuelewa na kuzingatia. Na kuja jambo la pili. Jambo la pili. Unapofanikiwa kifedha, usiwadharau wenzio. Unapofanikiwa kifedha, usiwadharau wenzio. Unapofanikiwa, usiwadharau. Usitumie kipato chako kuwadharau wenzako. Usitumie kipato chako kwa kuwadharau ambao hawajafanikiwa. Kipato chako Mungu ndivyo alivyopenda kuwa na hicho kipato. Kama angesema sipendi, Mungu, usingekuwa na hiyo kampuni. Angeamua kumgawia mwingine, wewe akakusubirisha. Lakini kwa sababu Mungu amependa, ndio maana una hiyo kampuni. Sasa kwa kuwa na hiyo kampuni, kampuni ya simu, kampuni ya magari, kampuni ya marore, ndugu, usiwadharau wenzako kwa sababu ya kipato ulicho nacho. Wengi sana wanafanya hivyo, na si wote, baadhi. Mungu awabariki kwa wale ambao Mungu amependa wawe na kipato, lakini hawawadharau wengine. Jambo la pili ambalo natakiwa uzingatie. Unapofanikiwa kifedha, unapofanikiwa, usiwadharau wenzio. Maana huyu unayemdharau huyu, kesho anaweza kuwa kama wewe au zaidi ya wewe. Kesho anaweza kuwa kama wewe au zaidi ya wewe. Anaweza kuwa na makampuni zaidi ya kwako. Anaweza kuwa na magari zaidi ya kwako. Kwa hiyo unapofanikiwa kifedha, unapofanikiwa kiuchumi, usiwadharau wenzio. Maana kesho
wanaweza kuwa zaidi ya wewe. Na ambacho nataka nikwambie, Biblia inasema atakayejishusha atapandishwa tena, lakini atakayejiinua atashushwa. Kwa hiyo kwa kipato chako ulicho nacho ukakitumia kwa ajili ya kuwadharau wengine ambao unawaona maisha yao yako chini, elewa kwamba liko jambo Mungu analifikiria juu yako. Atakapokuja atakushusha, atamuinua huyu unayemdharau. Kwa hiyo nitoe wito huu kwamba Biblia inasema watu wangu wanapotea kwa sababu ya ukosefu wa maarifa. Naleta maarifa. Yamkini ulikuwa ujui haya, lakini yajue kuanzia sasa, na Mungu atakupa baraka zisizo za kawaida. Kwa hiyo nitoe wito huu kwamba unapofanikiwa kifedha, ukawa na makampuni, ukawa na fedha nyingi kwenye benki huko, ukawa na vitu vingi, ukawa na ng'ombe, ukawa na majumba ya kupangisha, ndugu, usiwadharau wenzako ambao hawajafanikiwa, na wao kesho watafanikiwa. Ambacho natakiwa uelewe ni kwamba maisha haya unayeyaona haya maisha, ndugu, ni foreign. Maisha haya ni foreign. Tuko kwenye foreign, na wewe uko kwenye foreign, na mwingine uelewe yuko kwenye foreign. Kwa hiyo kama Mungu alivyopenda, ameamua wewe akutoe kwenye foreign, akuweke pembeni, akupe baraka zako, akupe kampuni, akupe magari, akupe kila kitu, akupe majumba, amekutoa kwenye foreign. Lakini ujue kuna wengine ambao umewaacha kwenye foreign. Kwa hiyo wale uliowaacha kwenye foreign, huwezi kujua Mungu atawainuaje na atawapa kitu gani. Wale uliowaacha kwenye foreign, Mungu anaweza kuwapa zaidi ya wewe. Anaweza kuwapa zaidi ya wewe, ukashangaa. Kwa hiyo unapokuwa na kipato, unapofanikiwa kifedha, usiwadharau wenzio. Usiwadharau wenzio. Naomba nisome neno hili. Kitabu cha Methali 22:10. Methali 12. Methali 12. Kitabu cha Methali 12 ule mlango wa 10. Methali 12 ule mlango wa 10. Kitabu cha Methali Methali 22:10. Methali 22:10. Nisome andiko hili. Methali 22:10. Neno la Mungu inasema, mtupe nje mwenye dharau na ugomvi utatoka, na fitina na fedhea zitakoma. Mtupe, point yangu ni kwamba mtupe nje mwenye dharau. Unapofanikiwa usimdharau mwenzio. Maandiko yanasema, ile Methali 22 mstari wa 10 inasema, mtupe nje mwenye dharau. Mwenye dharau. Unapokuwa na dharau, Mungu analo jambo la kufikiria. Huyu mwenye dharau afanywe nini? Kwa maandiko yanasema, mwenye dharau atupwe nje. Atupwe nje. Mwenye dharau atupwe nje. Unapofanikiwa usiwadharau wenzio. Maana katika hali ya kuwadharau wenzio, Mungu ana jambo la kufikiria juu yako. Analolifikiria ni kwamba utatupwa nje. Maana ya kutupwa nje
naomba nikueleweshe. Unaweza ukawa na kipato kikubwa, unaweza ukawa na magari zaidi ya magari 20 yako barabarani, unaweza ukawa na miradi mikubwa, kampuni kubwa, unaajiri watu. Sasa kutupwa nje, Mungu ana uwezo wa kuja kila kitu akakiondoa, na baada ya kukiondoa, huko ndiko kutupwa nje. Maana utaingia barabarani tena. Huko ndiko kutupwa nje. Kutupwa nje ni kuondolewa kile ulicho nacho, ni kunyang'anywa kile ambacho ulicho nacho, ulichopewa Mungu kwa kupenda. Kwa hiyo Mungu akisha kunyang'anya kampuni, moja kwa moja umetupwa nje. Mungu anapokunyang'anya masheri ulionayo, umetupwa nje, hutathaminika tena. Kwa hiyo tunapokuwa katika dunia hii, tuelewe kwamba yako mafanikio ambayo Mungu anatupatia kwa kupenda yeye. Lakini angalizo, Mungu anapotupa mafanikio, tusijione kuwa tumefika tukawadharau wengine ambao hawajafanikiwa. Hilo ndilo angalizo. Maana usipotii haya, usiponyenyekea haya, Bwana anasema atakuja mwenyewe kwa ajili ya kuwatupa nje hao watu wenye dharau. Wako watu wanaofanikiwa, wanawaona wenzio wanawadharau, wanawaona kama takataka. Usimdharau mtu kwa sababu hajafanikiwa kimaisha. Usimdharau mtu kwa sababu hajafanikiwa kihuduma. Ninaposema katika mafanikio ya kifedha, kuna mafanikio mbalimbali. Usimdharau mtu huyo, maana ujue kwamba na wewe ndiko ulikotoka. Maisha yako unayajua, maisha yako unayaelewa. Mungu anapoongea, anaongea katika maisha ya mbinguni na maisha ya hapa duniani, maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Anaongea pointi zote mbili. Kwa hiyo tunapokuwa katika dunia hii, tunategemea siku moja tutoke katika dunia hii tuingie katika sehemu nyingine ambako Yesu alipasemea kwamba nilipo nanyi mtakuwepo siku moja. Lakini tunapokuwa bado tuko katika dunia hii, yako mafanikio ambayo Mungu anatupa tukiwa katika dunia hii. Kwa hiyo Mungu anaporuhusu mafanikio yakaja kwetu, tusiwadharau wengine ambao hawajafanikiwa. Lakini Biblia imesema watu wenye dharau wanastahili kutupwa nje, na sio mtu anayekutupa nje, ni Mungu mwenyewe. Akisema utakuwa nje, kesho utakuwa nje. Akisema utakuwa na kampuni hiyo, kesho unaweza usiwe nayo. Akisema sitaki kesho uwe na hilo gari, kesho unaweza usiwe nalo. Lakini ukikubali na kutii, utamiliki kampuni yako vizuri, utamiliki magari yako vizuri, utamiliki na fedha zako vizuri, kila kitu utamiliki. Lakini kasoro, usipotii haya ninayoongea, Mungu wa mbinguni analo la kufikiria juu ya maisha yako. Usiwadharau ambao hawajafanikiwa. Kesho watafanikiwa zaidi ya wewe, au hata kama sio zaidi ya wewe, basi wanaweza kufanikiwa kama wewe ulivyofanikiwa. Kwa hiyo usitumie nafasi hiyo kuwadharau wenzio, bali tumia nafasi hiyo kumwambia Mungu asante kwa ajili ya mafanikio niliyonayo, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Kuwa na moyo wa kuwa na huruma juu ya wenzako ambao hawajafanikiwa. Usiwe na roho mbaya ya kuwadharau ambao wengine hawajafanikiwa kifedha, kimaisha, kihuduma pia. Mungu akubariki. Hilo ndilo jambo la kuzingatia.
Kumbuka ulikotoka, kumbuka unakoenda. Unayemdharau kesho ndiye atakayekuja kusaidia wewe. Unayemdharau kesho ndiye atakayekuja kuwa mbele yako. Na kuna mwanadamu aliyeumbiwa maisha magumu. Na kuna mwanadamu aliyeumbiwa maisha ya kutofanikiwa. Ila kila mmoja na nafasi yake. Kila mmoja na nafasi yake. Yaani kama jinsi ambavyo tunazaliwa. Hebu angalia katika kwenye familia yenu. Kuna watoto wangapi? Zaidi ya 5. Kwa nini wote 5 hawakuzaliwa kwa siku moja? Kwa nini wote hawakuzaliwa kwa siku moja? Kila mmoja na kwa wakati wake. Kuna mtoto wa kwanza alizaliwa. Baada ya mwaka tena akazaliwa mwingine. Baada ya mwaka wa 3 akazaliwa mwingine. Baada ya mwaka wa 4 akazaliwa mwingine. Kuna wengine wamepewa neema, kila mwaka wanazaa. Wengine ni baada ya miaka 2. Unaona? Kwa nini wakuzaliwa kwa wakati mmoja? Na kukua kwenu ni tofauti na tofauti. Huyu utakuta na miaka 2, huyu atakuta na miaka 5, huyu atakuta na miaka 10, huyu atakuta na miaka 20, huyu atakuta na miaka 30. Hivyo ndivyo na mafanikio yalivyo. Kila mmoja na wakati wake. Kwa usimdharau yule ambaye hajafanikiwa. Ukamdharau mpaka mwisho wa mwisho. Ukataka kumnyang'anya. Na kile kidogo alichonacho. Tafika huko na kwenyewe. Matajiri wenye mafanikio, wenye makampuni, wenye pesa nyingi kwenye benki, wenye magari, wenye maduka ya jumla, Mungu alivyopenda jinsi alivyowabariki. Msiwadharau wenzio ambao bado hawajafanikiwa. Mumewaacha kwenye foreni. Hujui Mungu anafikiria kuwapa nini. Mungu anaweza kuwapa zaidi ya nyinyi mlikofikia. Na hiyo ndiyo siri kubwa ya kutunza mafanikio. Ndiyo siri kubwa ya kutunza kampuni. Ukitaka kutunza mafanikio yako, usiwadharau walioko nyuma. Mungu akubariki. Jambo la 3. Jambo la 3 ambalo natakiwa ulielewe. Jambo la 3. Jambo la 3 ni kama vile linaendana na la 2, lakini ni tofauti. Jambo la 3, unapofanikiwa usiwanyanyase wenzio. Usitumie nafasi ya kuwanyanyasa wenzako. Tumetoka kwenye dharau, tunaingia katika kwenye manyanyaso. Maana dharau, huyu ana nini bwana? Hebu acha upumbavu wako bwana. Huyu ana nini bwana? Achana naye, ana mawazo gani huyu? Huyu ana nini? Hiyo ndio dharau. Jamani, tuna kikao, tumuhusishe fulani. Yule ana nini bwana? Hebu achana naye bwana. Wewe. Sasa manyanyaso, unapofanikiwa usiwanyanyase wenzio. Usitumie kipato chako kwa ajili ya kuwanyanyasa wenzao. Usitumie kipato chako kwa ajili ya kuwanyanyasa wenzio. Hayo ndio mambo ya kujihadhari nayo. Usiwanyanyase wenzako kwa sababu ya kipato ulicho nacho. Kuna watu wanapenda kuwanyanyasa watu kwa sababu ya kipato walicho nacho. Hata akimpita pembeni kidogo, akamkanyaga kidogo bila kumuona, anataka mweke rukapo.
Hatakiwa napita akamgusa kidogo tu, kidogo akamgusa kidogo, akamkanyaga hapo kwa kiatu. Jamani, bahati mbaya amemkanyaga, bahati mbaya. Lakini kwa sababu ya kipato chake alicho nacho, kwa sababu ya kampuni zake alizo nazo, kwa sababu ya fedha zake alizo nazo, hiyo siku anamweka rukabu. Jamani, kweli usingekuwa na hicho kipato, huyu aliyekukanyaga kwa bahati mbaya ungempeleka rukabu? Umempeleka kwa sababu ya kipato ulicho nacho. Usitumie kipato chako kuwanyanyasa wenzako. Tumia nafasi hiyo kumwambia Mungu asante kwa ajili ya kipato. Maana nataka nirudie tena hii sentensi ya mwanzo kwamba kipato ulicho nacho, mafanikio ulio nayo, ndivyo Mungu alivyopenda. Kipato chako ulicho nacho, mafanikio yako ulio nayo, kampuni ulizo nazo, magari ulio nayo, si kama ulivyopenda wewe. Si kama ulivyopenda wewe, si kama ulivyopenda, ila vyote ulivyo navyo Mungu ndivyo alivyopenda uwe na hivyo vitu. Sasa mafanikio hayo usiyatumie kwa ajili ya kuwanyanyasa wenzako. Kwa nini wanyanyase wenzako? Kwa sababu ya kipato ulicho nacho. Kwa nini wanyanyase wenzako? Kwa sababu ya pesa ulizo nazo. Si ukumbuke ulikotoka, ulianzia maisha yapi? Ulikuwa unavaa kiatu kimoja, kuja kukibadilisha ni baada ya miaka 2. Ulikuwa na nguo moja, kuja kuibadilisha mpaka uingie kwenye maombi, mwambie Mungu, naomba nisaidie, angalau unifungulie kanja ninunue kashati kingine. Lakini sasa hivi una uwezo wa kubadilisha suti kwa siku hata mara 5. Una uwezo wa kuendesha magari, ukitaka asubuhi gari hili, mchana gari hili, unaweza sasa hivi. Ndivyo Mungu alivyopenda, si kama wewe ulivyopenda. Lakini sasa Mungu hajapenda uwe na kipato hicho kwa ajili ya kuwanyanyasa wenzao. Mungu anapombariki mtu, ambariki kitu kwa ajili ya kuwanyanyasa wengine. Maana wewe amekubariki, amekutoa kwenye foleni, kuna mwingine huyu naye mzalao, kesho na Mungu atafanya juu yake tena na atampa kama wewe Mungu alivyokupa. Sasa usitumie kipato hicho, usitumie mafanikio hayo ya kifedha kuwanyanyasa wenzako. Wapo mtu anapokuwa na mafanikio makubwa mengi, ana fedha. Unajua mtu mwenye fedha anaogopa. Mwenye fedha anaogopa. Lakini wenye roho ya Mungu wako tayari kumwogopa Mungu kuliko kumwogopa yule mwanadamu mwenye kipato kile. Lakini mtu mwenye kipato chake, hata ukipita kwake, ile njia anaiziba. Nasema, Bwana, mimi sitaki watu wapite hapa Bwana, nenda mkapite kule. Ukipita mara 2, anamfungua mbwa, kamata jambazi huyu. Jambazi wakati alikuwa anapita na yeye anaenda, kuna maana alikokuwa anaenda. Lakini kwa sababu ya mafanikio yako ulionayo, unaamua hata kuziba njia za watu wanakopita. Mimi hapa sitaki watu wapite hapa, sitaki watu wapite katika sehemu yangu. Hiyo ni sehemu yako, hiyo ni sehemu yako, na uhakika ni sehemu yako. Nenda kamuulize babu yako ambaye alikuwa na hivyo vitu, alimwachia nani na mbona kuondoka navyo? Nenda kamuulize. Una uhakika hiyo sehemu ni yako? Unawazuilia watu wasipite kwa sababu ya kipato chako ulicho nacho. Wakilazimisha, weka ndani. Wakilazimisha, sukuma ndani. Sukuma ndani. Kama mtu mmoja anasema, sukuma ndani, sukuma ndani. Kuna wakati ambapo ni wakati wa kusukuma ndani, na kuna kitu ambacho kinaweza kumlazimisha mtu mpaka sukumwe ndani. Lakini kuna vitu vingine ambavyo sio vya kusukumwa ndani. Vingine tu ni kwa sababu ya kipato ulicho nacho, watu unawaonea. Usimuonee mtu
kwa sababu ya kipato ulicho nacho. Kuwa makini sana. Naomba hilo ulijue na ulielewe. Mungu hajakubariki kwa ajili ya kuwanyanyasa wenzako. Usiwanyanyase wenzio. Tumia nafasi hiyo kumwambia Mungu asante kwa kiwanja hiki ulichonipa. Mungu asante kwa eneo hili ulilonipa. Mungu asante kwa ajili ya nyumba hii ulionipa. Lakini vitu vyote Mungu alivyokupa, usiwazuilie watu kupita katika ile njia. Mara unaziba hapa, mara unaziba hapa, mara unaziba hapa. Utaki mwingiliano. Kipindi kile ulipokuwa maskini, ulipokuwa hujanunua gari, kipindi kile ulipokuwa unaishi kwenye kajumba kakaradeko, kipindi kile ulipokuwa unavaa suruali moja, mbona hiyo tabia ukuwa nayo? Mbona ulikuwa wazuili watu kupita? Mbona? Lakini wakati ulipofanikiwa ndo unaanza kuwa na tabia za namna hizo. Unakosea mno. Unatakiwa kurudi msalabani kwa Yesu. Unapokuwa na kipato, usiwanyanyase wenzako. Unawazuilia kupita pale, wewe unapita wapi? Alafu unasema ni kwangu, sio kwako. Ndugu, nataka niseme nao tena. Mambo yote unayoona duniani, kila kitu unachokiona hapa duniani, kila kitu unachokiona na ambacho unakiona kiko mikononi mwako, iko siku tutakiachia. Tunataka tusitake. Na hatutajua ni akina nani watakao kimiliki na kukikamata. Hatutajua gari litaendeshwa na nani. Hatutajua ng'ombe zitamilikiwa na nani. Hatutajua atakaye miliki ile kampuni. Kila kitu tutaacha. Lakini wakati kiko mikononi mwetu, basi tusitumie vitu hivyo kwa ajili ya kuwanyanyasa wengine. Kwa ajili ya kuwanyanyasa watu. Usitumie pesa kwa ajili ya kuwanyanyasa watu. Mtu anakuwa na shamba lake limepakana na wewe. Ana shamba lake limepakana na wewe. Lakini unataka umunyanyase mpaka na lile shamba atokepo ulichukue wewe. Na hivyo wapo mtu mwingine anatumia kipato chake kwa ajili ya kuvuta ile eneo. Amepakana na mtu hapa, lakini mpaka anaweka jembe la kwanza anavuta, jembe la pili anavuta, mpaka unakuta amekwisha sasa, ameshavuta hatua zaidi ya 3. Akisema nani kakwambia kufika hapa, mara sio pa kwako, sukuma ndani. Sukuma ndani. Sukuma ndani. Iko siku inakuja na saa inakuja, baadhi ya watu wa namna hiyo watajuta. Biblia inasema watalia na kusaga meno. Tunapofanikiwa kimaisha, tusijione kuwa tumefika. Yako maisha mengine baadaye tofauti na haya tunayaishi. Lakini tunapoishi maisha haya, tuyaishi kwa umakini, kwa heshima. Unapokuwa na kipato chako, basi usikitumie kwa ajili ya kuwanyanyasa wenzako. Leo hii wengine wanatumia kipato chao kwa ajili hata ya kuwanyanyasa mitume na manabii. Hapo sasa ndio shida kubwa ilipo. Na hiyo ndio hatari inayoweza kutokea ya ajabu sana. Mtu anatumia kipato chake, anamnyanyasa mchungaji kiwa pale katika na kanisa pale. Nasema sasa mimi nina kipato changu, mimi sitaki kusikia kelele yoyote. Mala hapa wewe usitumie kipato chako. Wengine wanatumia vipato vyao mpaka kumgusa Mungu kwenye jicho. Wengine wanatumia kipato chao mpaka wanafika wakati wa kugusa kwenye bonde la jicho la Bwana. Usitumie kipato chako kwa ajili ya kuwanyanyasa wenzako. Usitumie kipato chako kwa ajili ya kuwanyanyasa wachungaji. Usitumie kipato kwa ajili ya kuwanyanyasa watu. Usitumie kipato chako kwa ajili ya kumnyanyasa jirani yako. Usitumie kipato chako kwa ajili ya kumnyanyasa uliyepakana naye.
bali tumia nafasi hiyo kumwambia Mungu asante kwa ajili ya kipato hiki nilicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Nakupenda, ndiyo maana nakwambia maneno kama haya, kwa sababu ndani mwake kuna kitu kizuri. Maana ukizingatia haya, hiyo ndio siri ya kutunza mafanikio yako. Biblia imesema wanaozalao wawatupe nje. Sasa unapenda kutupa nje? Sio mwanadamu, ni Mungu mwenyewe. Usipotaka kutupa nje, basi ondoa dharau na usiwanyanyase wenzako ambao wako katika maisha ya chini. Waheshimu, wakuheshimu, maisha yaendelee. Maana huyu unaye mnyanyasa na bado unazaa na bado utaondoka, hutajua kizazi chako ni nani atakaye kinyanyasa. Maana huna uhakika kwamba hizi baraka ulizonazo na kipato ulichonacho, huna uhakika kwamba hata ukifa watoto wako wataendeleza ile miradi. Huna uhakika kwamba wataendeleza ile kampuni. Unaweza ukaacha vitu watoto wako wakaviharibu, lakini pia ulichokipanda wakaambukia, wanakwenda kukivuna watoto wako. Huwezi kujua watoto wako watakuja kunyanyaswa na akina nani. Roho yako ndio inayoweza wafanya watoto wako waishi katika maisha mazuri. Lakini kwa sababu ya manyanyaso yako kwa kipato chako ulicho nacho, na watoto wako na kizazi chako kijacho mbele kinaweza kikaonja katika yote unayowaonyesha wengine. Kuwa makini sana. Kipato chako nakipenda, uwe na kipato kikubwa, na Mungu aongeze kampuni yako, na Mungu azidishe biashara yako. Lakini weka angalizo, ili upate kutunza vitu vyako viishi, inatakiwa uzingatie mambo hayo ninayoyaongea hapa, na Mungu atakubariki zaidi. Ndiyo, usiwanyanyase wenzio wa kutumia kipato chako. Usinyanyase mitume na manabii na watu wengine baadhi. Lakini pia usimnyanyase na mfanya kazi wako aliye ndani, kwa sababu ni mfanya kazi wa ndani. Usimnyanyase. Mungu ndivyo alivyopenda uwe na mfanya kazi, lakini usimnyanyase. Usimuone kama vile wewe hujamzaa. Usimnyanyase. Huyo mfanya kazi wa ndani usimnyanyase. Usitumie kipato chako kwa ajili ya kumnyanyasa. Kazi afanye, lakini usitumie ule utajiri wako kwa ajili ya kumnyanyasa. Jumapili anakuambia nataka kwenda kanisani, unamwambia kwamba mimi wafanyakazi wanaokuja hapa kufanya kazi hawana ruhusa ya kutoka hapa kwenda kanisani kuabudu. Ndugu, wewe ulizaliwa na Mungu au ulizaliwa na mnyama? Kwani hujui kwamba Mungu ni wa kuabudiwa? Hujui kwamba Mungu ni wa kuabudiwa? Kwa sababu ya pesa zako, kwa sababu ya kampuni zako, unamnyanyasa mfanyakazi anataka kwenda kanisani, unasema hakuna kutoka hapa. Kumbuka Farao alifanywa nini? Alipomiliki watu, akiwatumikisha na anawakataza wasiende kumwabudu Mungu na kumtolea dhabihu. Mungu alifanya nini kwake? Na wewe unataka kuwa kama hivyo? Mfanyakazi anapokuja kwako kufanya kazi, inatakiwa kazi afanye, lakini usimpe manyanyaso yoyote. Ninaposema manyanyaso unayajua, inawezekana ninaongea na wewe, naongea na nafsi yako. Ndivyo ilivyo. Badilika. Mfanyakazi siku ya Jumapili umwachie aende kanisani, aende kumwabudu Mungu, na hapo ndipo Mungu atakapodumisha kipato chako na kampuni yako. Siamaanishi kwamba usiwe na mfanyakazi, uwe na mfanyakazi, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo hutaweza wewe mwenyewe mpaka uwe na mfanyakazi. Lakini huyo mfanyakazi ulionaye usimtumie kwa kumnyanyasa na kumpa manyanyaso mengi na kufika wakati wa kukata tamaa. Kumbuka chozi lake pamoja na kukutumikia wewe litakapodondoka kwa ajili ya manyanyaso yako, ndugu, utapata shida kubwa. Utaanza kuona mambo yako yanabadilika. Unaanza kujiuliza umerogwa au hujarogwa. Wewe ndiye uliyejiroga kwa sababu ya manyanyaso yako.
unayompa mfanyakazi wako wa ndani. Msamini kama mtoto wako, na Mungu atakubariki. Na inawezekana ukabarikiwa kupitia katika huyo mfanyakazi. Huyo unayemnyanyasa, kesho Mungu anaweza akamuinua, akambariki, akawa kama wewe au zaidi ya wewe. Alafu usishangae kesho anakwenda kumwajiri mtoto wako na yeye anakwenda kuwa mfanyakazi kwake. Kwa hivi vitu vinabinuka. Ndio maana tunaweka tahadhari. Vitu hivi vinabinuka. Tuwe makini na mambo kama haya, na Mungu ataleta neema na baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la mwisho, jifunze kuwasaidia. Jambo la mwisho. Tukirudi katika pointi ya kwanza, inasema kujilinda na mambo kadha wa kadha. Unapofanikiwa kifedha, usijione kuwa umefika. Pointi ya mwisho, jifunze kuwasaidia ambao bado hawajafanikiwa. Jifunze. Narudi katika pointi yangu ya kwanza. Kampuni ulizo nazo, kampuni za magari, kampuni za simu, kampuni ya simenti, kampuni ya nondo, kampuni yoyote ulio nayo, na biashara ulizo nazo, na magari ulio nayo, ndivyo Mungu alivyopenda uwe hivyo. Si kwamba wewe ndivyo ulivyopenda, Mungu ndivyo alivyopenda uwe hivyo. Si kama wewe ulivyopenda. Wapo wengine aliokuwa anatakiwa wapatie. Angependa usiwe na hivyo vitu, usingekuwa navyo. Lakini pia unapokuwa na vitu vya namna hivyo, nakupa ushauri, na hiyo ndiyo siri kubwa ya kutunza rasilimali zako na kutunza kampuni zako. Alafu na kuongezewa tena, kumbuka kuwasaidia ambao bado hawajafanikiwa. Hilo ulijue, ulielewe. Kumbuka kuwasaidia wale ambao hawajafanikiwa. Kumbuka. Wako watu ambao wako nyuma, wanaishi maisha ya ovyo, si kwamba wanayapenda, lakini si kwamba wafanyi kazi. Wanafanya, lakini wakati wao haujafika. Wako kwenye foreni. Lakini kuwa na roho sasa ya kuwasaidia kumega kipato ambacho wewe unakipata, kumegapo kidogo, kuwasaidia watu. Nina point hapo. Usitake kumsaidia mtu kwa kutaka kuchukua na alicho nacho. Usitake kumsaidia mtu, narudia, usitake kumsaidia mtu kwa kutaka kuchukua na alicho nacho. Usiwe na roho ya namna hiyo. Usitake kumsaidia mtu kwa kutaka kuchukua na kile alicho nacho. Wapo watu wa namna hiyo, wanatumia kipato chao kwa ajili ya kuwanyang'anya watu kile walicho nacho, kwa sababu ya shida walizo nazo na kwa sababu ya umaskini walio nao. Uko hivyo kama Mungu alivyopenda. Uko hivyo kama Mungu alivyotaka. Usitake kumsaidia. Kumbuka kuwasaidia watu ambao hawajafanikiwa. Wasaidie. Una ndugu zako hawajafanikiwa, wasaidieni na wao watoke nyuma. Si ndugu tu, maana Mungu hajatuweka duniani ili tusaidiane ndugu kwa ndugu. Ametuweka duniani tusaidiane mambo mbali kwa yeyote. Sasa unapotaka kumsaidia mtu, umsaidie, lakini usimsaidie kwa nia ya kutaka kile ambacho
unakiona ambacho kidogo alichonacho. Wako watu wenye roho ya namna hiyo. Akishaona ana shamba fulani, akishaona ana kiwanja fulani, akipatwa shida kidogo, akaenda kwake, jamii, naomba unisaidie, ni haraka sana, anasema nitakusaidia, lakini tuandikiane. Na yeye kwa sababu ana shida, nakubali, anasema sawa. Mkiingia mezani kuandikiana, mkiandika mkafika katikati, alafu anakuuliza unadhaminisha nini? Unadhaminisha nini? Kwa sababu ana shida, atasema jamani, yeye mimi nadhaminisha nyumba yangu, nadhaminisha nyumba yangu. Sasa kwa sababu yule mtu roho yake iliyo ndani, unajua moyo wa mwanadamu ni msitu mkubwa, uweze ukautembelea ukaumaliza. Roho ya mwanadamu ni msitu mkubwa, uweze ukautembelea ukaumaliza. Umeficha siri nyingi, umeficha siri kubwa. Kumbe ndani mwake anataka yeye adhaminishe shamba, nyumba haipendi. Sasa kinachokwenda kutokea ni nini? Pale kinachokwenda kutokea ni kwamba ni hivi, utasikia anasema nyumba hapana, nataka udhaminishe shamba lile. Tena nakutia moyo, anasema unajua, haya tunaweka kama angalizo tu, najua wewe utanisurumu, wewe utanipa. Kumbe ni mtego ameutega, na kwa kuwa una shida, ni mtu anaamua kusaini, nasema nadhaminisha shamba langu. Lina hatua kupanda, hatua 100. Lina hatua kushuka, hatua 100. Lina upana urefu, hatua ngapi? Anaweka vyote, anajaza. Anamwambia leta na mume wako asaini hapa, uleta mke wako asaini, na watoto wako 2. Shutuka. Ukimwona mtu anamna hiyo, shutuka. Leta mke wako, weka sahihi, na mke naweka sahihi. Leta mtoto wako wa kwanza, weka sahihi. Mtu anamna hiyo, shutuka, weka sahihi. Sasa sikiliza ngoma hii. Nasema hivi, pointi yangu ni kwamba jifunze kuwasaidia ambao bado hawajafanikiwa. Usitake kusaidia mtu kwa kutaka kuchukua na alicho nacho. Umsaidie kama umeamua kumsaidia. Mungu atakubariki zaidi. Anaweka sahihi, anamaliza kuweka sahihi, mtoto wa kwanza anaweka sahihi. Sasa wamepangiana tarehe. Jamaa mpaka anakwenda kuingia kwenye maombi. Anaanza kuomba, anamwambia Mungu, naomba tarehe ikifika, huyu mtu pesa zikose, au butura tulioahidiana ukose, ili nichukue lile shamba. Akijua Mungu anashirikishwa ujinga na upumbavu. Mungu ashirikishwe na hayo. Badala ya kumwombea tarehe ikifika afanikiwa akulipe, mumalizane vizuri, muendelee na furaha, unaingia kwenye maombi. Na wakati mwingine wengine mpaka wanatoa mahitaji, wengine wanawashirikisha na wachungaji. Sasa unajua mchungaji, unajua kuna watu wengine wachungaji, kuna wachungaji wamejenga urafiki na watu wengine baadhi matajiri, unajua nakupa hili hitaji. Kuna mtu nilimpa hela ya butura, sasa na alizaminisha shamba, lakini chukua hitaji langu hili. Chukua hitaji langu, hiyo tarehe ikifika asifanikiwe ile pesa kunilipa, nichukue ile shamba lake. Halafu wakijua kwamba na wachungaji wanashirikishwa na ujinga na upumbavu wa namna hiyo, utamwambia, lakini hawezi kufanya hivyo. Hawezi. Anapeleka kwa watu wengine, jameni, na washirikisha ili hitaji, jameni. Sasa ngoma iko hivi, tarehe inafika, yule mtu kwa sababu alikuwa na shida, ile pesa imekosa. Mwisho wa mwisho utamuona anakuja anasema, mkataba wetu umefanyaje? Umeisha. Kwa hiyo ili shamba sio lako, ili shamba ni langu. Amempa shilingi 100,000 kwa sababu mtoto wake alikuwa ni mgonjwa, yuko hospitalini.
Hao mke wake amejifungua akafanyiwa operation, amempa 100,000, amezaminisha shamba la 1,100,000. Tajiri ameamua kuchukua lile shamba la 1,100,000 kwa 100,000. Hivi nikuulize, si ulale wote? Hivi una uhakika gani kwamba utapata amani katika hilo shamba ulilochukua? Na kweli utachukua, kwa sababu ndivyo barua ilivyoandikwa. Imeandikwa barua, imeuziana kwa mashamba, mke ameweka sahihi, mtoto ameweka sahihi. Mtoto kuweka sahihi na mwanamke kuweka sahihi sio sababu ya kusema kwamba ile shamba ulichukue kwamba utapata amani. Rudi katika kwenye mkataba. Rudi kwenye mkataba. Nyie watu mliofanikiwa, nyie watu mlio na kipato, nyie watu mliofanikiwa kifedha, nyie watu mliofanikiwa mlio na makampuni, nyie watu mliofanikiwa kimfuko, kweli kuweni na huruma. Kumbuka mlikotoka na nyinyi. Na yamkini inawezekana nyinyi mliwahi kula butura, lakini hawakuwafanyia hivyo. Umeamua kufanya hivyo. Umeamua. Unafikiri hilo shamba ulilolichukua utakuwa na amani na kizazi chako kitakuwa na amani? Unafikiri hata ukimrithisha mtoto wako atakuwa na amani na hilo shamba? Watoto wetu wengine tunawarithisha mashamba ya laana. Mama kula atalia na watoto watalia na mwanaume atalia. Hutapata amani, na mtoto uliyemrithisha hilo shamba hataweza kupata amani. Yamkini akawa nazaa watoto katika lile shamba, watoto wanakufa. Halafu hujui kinachoua wale watoto, kumbe ni laana ya yule mtu uliyemtapeli ile shamba. Umemtapeli, rudi kwenye mkataba. Mlipangiana nini? Yeye alisaminisha. Ala alisaminisha, hakukuuzia. Huo ndio kweli. Lakini kwa sababu ya kipato ulicho nacho, kwa sababu ya mafanikio ulio nayo, basi anaona akisema sukuma ndani, na akisema sukuma ndani, mwanamke unasukuma ndani, na mtoto wa kwanza aliyeweka sahihi unasukuma ndani, na mwanaume yule unasukuma ndani, wote unaosukuma ndani wanatoka humo wameamsha mikono, wanasema chukueni shamba. Bosi tajiri, chukua shamba, hatutaweza kulisema hapo tena. Lakini rudi katika kwenye mkataba. Unasemaje? Mlipangianaje? Ilitakiwa hata kama tarehe hiyo amekosa, mpe muda, mpe muda, mpe muda, mpe muda, atafute. Jameni, hali ya umaskini tunaijua. Tusijifanye kama hatuelewi. Tukumbuke tulikotoka. Ukuzaliwa na hiyo kampuni, ukuzaliwa na fedha hizo ulizonazo, Mungu ndivyo alivyopenda. Na Mungu kukupa, amekupa kwa makusudi yake, ili upate kuwasaidia watu wengine. Ndio maana hivi vidole hivi havilingani. Kuna hiki hakilingani na hiki, kuna hiki hakilingani na hiki, kuna hiki hakilingani na hiki, kuna hiki hakilingani na hiki. Jameni, hivi vyote lakini vinasaidiana. Kimoja kikikosa ni hatari. Ndivyo tulivyo katika dunia hii. Kwa hiyo tusiwe katika dunia hii kwa kufanya mambo kama hayo. Umechukua shamba la mtu, umeandikiana ndio, lakini umeamua kulichukua shamba la 1,000,000, unalichukua kwa 100,000. Utapona? Utapona? Umechukua shamba la 1,000,000 kwa 100,000, utapona? Kwa hiyo unafikiri Mungu haoni? Hata kama mwanadamu hataona, Mungu atakuwa anaona. Mungu atakuwa anaona. Mungu anapenda haki, atakuwa anaona kwamba hapa umemtapeli. Tena bora umefanya vizuri. Jameni, si umekosa hela? Unaonaje lile shamba jameni? Tuhesabiane. Kama umekosa kilo usafi, kama nilikupa 100,000, ulitakiwa unipe hata 200,000 riba.
Basi hesabiana katika lile shamba, mwambie vizuri. Kama basi amekuongezea riba ya 100,000, maana ulimpa 100,000, umechukua faida ya 100,000, nyingine zimekuwa 200,000. Basi lile shamba kama ni la milioni 1, chukua 800,000 mpatie. Uende ukamiliki lile shamba. Hawata 700,000. Hawata 800,000, hata 500,000 mpatie basi. Mkubaliane. Lakini unataka kuchukua shamba yani kirahisi. Unachukua shamba kirahisi la milioni 1 kwa 100,000. Kuweni na huruma. Nye matajiri, kuweni na huruma. Lakini pia kuna na wengine, nataka nitoe wito huu, maana namaliza. Nataka nitoe wito huu. Kuna wengine ni makonki, na nye mkienda kwa matajiri, mkachukua pesa kwao, mjue kwamba zile pesa si kwamba zilikuwa zina kazi ya kufanya. Mkichukua pesa kwa matajiri, na nyinyi mtimize mkataba kama jinsi ambavyo mmepangiana. Kuna wengine wanafanya fujo hivyo, nao ni matapeli. Wanachukua pesa kwa bosi, kwa tajiri, lakini hawataki kurudisha. Kwa hiyo ukiwa konki, lazima Mungu ataamuru wa kufanya hivyo. Lakini kuna mwingine amekosa kabisa. Kuna mwingine amepiga huko, amekosa kabisa. Umempa hela ya butura ya kahawa. Msimu umefika, umeenda pale kwenye shamba. Umejivunia we mwenyewe. Ulikuwa unamdai gunia 10. Umetoa gunia 8. Zimekosa gunia 2. Gunia 2 tu katika gunia 10. Halafu unamwambia, kwa kuwa hizi gunia 2 zimekosa, kwenye msimu utanipa gunia 6. Au kwa kukusaidia, kwenye msimu utanipa gunia 5. Suwe na huruma. Hivi huyu mtu atatoka lini chini? Angalau akawa katika nusu yako. Kwanza faida umeshapata. Maana ulikuwa unampa kwa gunia 1 kwa 100,000, lakini wewe umelichukua umeliuza kwa 300,000. Wanadamu haturiziki na hatuna huruma katika ndani ya maisha yetu. Unamzalisha. Butura inakwenda mpaka miaka 5. Analipa baba wa mtu mpaka amalize. Sababu unamzalisha na hutaki kuwa na huruma. Sehemu nyingine tunapotaka kubarikiwa ndugu, tukijua kwamba Mungu ndivyo alivyopenda hivi kutupatia, sehemu nyingine unatoa msamaha. Lakini usichukue shamba lake kwa 100,000 uliyompa kwa milioni 1 hiyo. Shamba la milioni unalichukua kwa 100,000. Unafikiri utapona? Uliyoyapanda watoto wako ndio watakayavuna kesho. Uliyoyapanda wajukuu wako ndio watakayavuna kesho. Kuwa makini na mambo haya. Na shauri. Hiyo ndio siri ya kumiliki makampuni yakaishi. Hiyo ndio siri ya kumiliki mafanikio yakaishi. Na Mungu wetu mbinguni atakupa baraka. Atakupa baraka. Nisome kitabu cha Methali 22:2. Methali 22:2. Methali 22, kitabu cha Methali 22:22. Biblia inasema 22:22. Usimnyang'anye masikini kwa kuwa ni maskini, wala usimdhulumu mtu mnyonge langoni. Methali 22:22 anasema usimnyang'anye masikini kwa kuwa ni maskini. Usimnyang'anye masikini kitu chake kwa kuwa ni maskini. Usimnyang'anye masikini kitu chake kwa kuwa ni maskini. Usichukue shamba lake kwa kuwa ni maskini, akisema sukuma ndani. Usimnyang'anye masikini pikipiki yake aliyonayo kwa sababu ni masikini, akisemapo sukuma ndani. Usimnyang'anye masikini kibanda kaka aliko nako kwa sababu ni masikini, akisemapo sukuma ndani. Usimnyang'anye masikini kwa sababu ya kipato chako ulicho nacho. Unawanyang'anya watu vitu vyao, mali zao, unajirundikizia. Unajua kwamba wewe utavimiliki milele na milele. Biblia inasema ya kwamba huyu tajiri alipolima shamba, Mungu akaona ni vyema avune. Alijisahau, akaona amefika jioni,
roho yako inatakika. Tena Mungu akamwambia, wewe mpumbavu, roho yako jioni inatakika. Vitu hivi utamwachia nani? Bwana Yesu asifiwe. Nakupenda. Ukikubali na kutii katika haya, utanipigia simu, utanitafuta, kwa sababu ninayokupa haya ni sawasawa na mgonjwa kwenda kwa mganga akampatia ilizi ili apate kupona. Sasa na mimi nakupa ilizi. Ni sawasawa na mtu kwenda kwa mganga akampatia ilizi la mafanikio na akaja akafanikiwa. Na mimi nakupa ilizi la mafanikio yako. Hili ndilo ilizi. Ukizingatia haya, utaona kila kitu kinaenda vizuri. Usimunyanganye maskini. Usimunyanganye maskini kitu chake kwa sababu ni maskini, kujiongezea kwenye kipato chako. Mungu akubariki. Una sababu ya kufanyaje? Ya kumsaidia. Lakini unapoenda kumsaidia, usimsaidie kwa kutaka kumnyanganya kitu chake unachokiona. Msaidie kwa moyo. Akikosa, muongezee muda. Na wewe uliongezewa muda, ujitahidi urudishe kile ambacho ulipewa. Lakini kuna wakati mwingine unaweza ukasaidia ukasema, mimi sitakukopesha, chukueni. Mungu wa mbinguni akubariki. Bwana akupe neema. Naenda kuomba na wewe ili Bwana akutunze uliyepokea haya. Naenda kuombea kampuni yako. Naenda kuombea kazi yako popote ulipo, kwa imani na kwa kuamini kwamba haya yatatendeka na yatafanyika. Utainua mkono wako popote ulipo na kwenda kukuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninainua mkono huu. Mungu wa mbingu na nchi, naomba ubariki kampuni ya yule mtu ambaye anasikia sauti yako Mfalme. Ukailinde na kuitunza na kuiongezea tena kipato mara 70. Mungu wa mbinguni, namwombea huyo mtu kufanikiwa zaidi, maana katika kufanikiwa kwake yuko tayari kuwasaidia watu. Huyo mwenye kampuni ya magari, leta wateja kwake kwa jina la Yesu, na ubariki kampuni yake ya magari. Mungu wa mbinguni, asipungukiwe katika jina la Yesu. Anyoshaye mkono kuharibu, aharibikiwe yeye. Neno lako linasema ya kwamba kila atakayeviringisha jiwe kwa mtu ili aharibu kazi yake na aharibu kampuni yake, hilo jiwe litamrudia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Achimbaye shimo kwa ajili ya kampuni hiyo ipate kuteketea, atalitumbukia yeye. Neno lako linasema, Bwana wa majeshi uliye hai, na ibariki kampuni hiyo katika jina la Yesu. Na mbariki mtu huyo katika jina la Yesu Kristo. Na ibariki kampuni ya simenti, na ibariki kampuni ya nondo, na ibariki kampuni ya simu, na ibariki kwa jina la Yesu Kristo. Mungu abariki kampuni hiyo. Mungu abariki kazi ya mikono yako wewe. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Mungu abariki huduma yako mtumishi wa Bwana. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Mungu aondoe mikosi mbele yako. Mungu aondoe rahana mbele yako. Aliyeweka mikosi mbele yako inazuiliwa kwa jina la Yesu, na inaondolewa kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni uliye hai, ninapoomba na mtu huyo aliyeinua mkono wake, Mungu achilia neema, Mungu achilia baraka, Mungu mpe moyo wa kuwasaidia watu wengine, lakini atakapoinua mkono wake kuwasaidia wengine, abarikiwe zaidi na zaidi katika jina la Yesu Kristo. Ninaweka uzio wa moto katika kampuni yako. Ninaweka uzio moto katika kampuni yako. Ninaweka ulinzi katika kampuni yako. Ninazungushia wavu wa moto katika kampuni yako. Shetani atakapokuja kuharibu, hakutane na uzio moto, hakutane na upanga. Malaika wa mbinguni wazungukie kampuni yako ikue katika jina la Yesu. Ninaongea kama nabii, ninaongea kama mtumishi wa Bwana. Mungu achilie baraka kwenye kampuni yako. Mungu achilie baraka kwenye kazi yako, kazi unayoifanya,
kazi ya ushonaji, kazi ya kila aina unayoifanya inayombariki Mungu, Mungu aibariki, Mungu aiongezee, Mungu aizidishie, na Mungu aweke ulizo wa kutosha katika jina la Yesu. Bwana akubariki ulipo, Bwana akutukuze ulipo. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Pia usiye na biashara, Mungu akupe biashara. Naona una kusudi la kufungua biashara, Mungu akufanikishie. Naona una malengo ya kufungua biashara, naona una malengo ya kuongeza kampuni yako, naona una malengo ya kuongeza wafanyakazi. Mungu akupe wafanyakazi sahihi. Mungu akupe wafanyakazi sahihi. Mungu akupe wafanyakazi sahihi katika kampuni yako. Mungu asilete wafanyakazi majambazi. Mungu alete wafanyakazi sahihi watakao kufaa, watakao simamia kampuni zako vizuri katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaamuru baraka kwa ajili ya kampuni yako ibarikiwe katika jina la Yesu, na Mungu abariki wafanyakazi wako, wawe na moyo wa kutumikia sasa, wawe na moyo wa kuwa na huruma, wawe na moyo, wasio na moyo mbaya wa kutaka kuua wewe katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni nakubariki kwa sababu ya huyo mtu. Asante kwa sababu nakwenda kuachilia neema na baraka. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Msaidie huyo aliyesikia. Mungu wa mbinguni, Mungu wa Israeli, Mungu msamee pia katika yote tuliyoongea. Inawezekana yamegusa moyo wake. Mungu, pale ambapo anakosea, naomba rehema kwa ajili yake, nikiunganikana na yeye akijiombea rehema, na mimi nikimwombea msamaha. Mungu msamee, Mungu mhurumie, hatima yake fungua njia zake za baraka katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki popote ulipo, na neema ya Bwana iwe juu ya maisha yako. Amen. Haleluya. Yesu wa mbinguni, asante.